hiki cha Ole Mooti na mwenye sherehe Mheshimiwa mbunge aliyemaliza muda wilaya ya Monduli, ndugu yangu Fred Lowassa, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli, waheshimiwa madiwani wote, ndugu jamaa na marafiki, kila mmoja kwa jina lake na dhamana alionayo na nafasi yake, wake kwa waume. La kwanza, ndugu Isaya, ni kushukuru kwa heshima ulionipa kuwa mgeni, japo sio mgeni, wa kuongoza tu shughuli hizi kwa siku ya leo. Angeweza akaja mtu mwingine, lakini kwa ridhaa yako mwenyewe umependa iwe hivyo, na mimi nakushukuru sana. Sifa ya kwanza, Isaya mwenyekiti wa kijiji hiki ni mtu wa watu. Watu wote jana na leo, wingi wao ni ishara tosha kwamba Isaya ni mtu wa watu. Endelea hivyo. Una marafiki wengi wametoka kila kona ya nchi hii. Hata leo hapa nilipokuwa naangalia kule Simanjiro, karibu vijiji vingi viko hapa, kuanzia Loiborsiret, Narakauo, Oloiborsoir, Sukuro, kila mahali. Na hapa kwenu Monduli tusiseme. Kwanza baraza lote la madiwani liko hapa, wenye vitu wa vijiji wako hapa, rafiki zako, ndugu zako, wananchi wenzako, wana wilaya wenzako kutoka vijiji vingi wako hapa, na kila mtu wake kwa waume, wafanya biashara. Watu wengi wamekuja mbali kiasi hiki kwa sababu wewe ni mtu wa watu, lazima tumsifie. Kwa hiyo mimi nakupongeza sana kwa hayo. Mimi nafanya kazi katika shirika la maendeleo ambalo wote mnalifahamu, na tupo wilaya ya Monduli wote sasa hivi. Moja kati ya maeneo yetu ya kufanya kazi ni pamoja na wilaya ya Monduli katika nchi yetu. Monduli ICLAT imekwenda kumpitia Isaya. Wakati ule tulipoonana, na mimi na yeye ni ndugu, akatamani tufanye shughuli huku. Nikasema tuanze kwenye kijiji chake anachokiongoza. Akasema hapana, tusianze hapa Ole Mooti, tuanze Lengijape, kijiji jirani. Na kweli tukaanza Lengijape, akafungua mlango, na mpaka sasa hivi. Na hata baada ya hapo, wakati ule alikuwepo Mheshimiwa Fred Lowassa, akaongeza nguvu, mbunge wenu wakati ule. Kwa hiyo tukaja na Mheshimiwa Fred baada ya Isaya, akatupeleka mpaka Ndonyono Odo na maeneo mengine. Nakushukuru sana Mheshimiwa mbunge, ndugu mwenyekiti, na kushukuru, mlifanya kazi njema ambayo mpaka leo sisi tupo katika halmashauri ya wilaya ya Monduli, wilaya hii tunashirikiana na ninyi katika maendeleo. Shule zimekuwa 10, lakini nikisimama hapa Isaya, na ni lazima tukupongeze na kukuzawadia. Lazima nikuzawadie mzee. Ila sikupi ng'ombe. Meara mana. Anaya mwara ni kutosha. Tumpigie makofi.
lakini zitajengwa, wazungu wanaita fully fledged kama kawaida. Na hii mheshimiwa mbunge na ndugu mwenyekiti wa halmashauri, ni kwamba baada ya shule kujengwa, ipo jirani tu hapa, na tukamaliza vyumba vya madarasa na miundombinu mingine yote na madawati na meza na viti, halmashauri ya wilaya ya Monduli, serikali ya wilaya hii ikawapeleka walimu pale, na sasa kuna walimu zaidi ya 7. Kwa hiyo tulipokutana na Isaya akasema walimu nao, lakini hawana pa kukaa. Kwa hiyo nakupa nyumba 2 zitajengwa, halafu walimu wapate nafasi, na zile nyumba zina uwezo wa kuwachukua walimu karibu 4, na mheshimiwa diwani unafahamu. Lakini kwa heshima hiyo hiyo, maana leo mbunge mstaafu yuko hapa Fred, lakini mwenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wote na viongozi wa chama, Rukia yuko hapo, na kwa vile tuko Monduli, haiwezekani tukaja Monduli tukaiacha Selela. Kwa mlango huo tutaanza kwenda Selela. Amani yuko, Amani sijawasahau bwana, na mambo ya Selela yameiva. Lakini wakati tunazungumza hivi, mheshimiwa Fredi, hatujatoka Ndonyo Odo, tumeanza Mpopo Ngule mfereji, kazi zinaendelea. Lakini vile vile tumewapelekea shule Engaruka Oldonyo Langai, inaitwa Oldonyo Langai. Hiyo tunaikabidhi mwezi Novemba, na hii nyingine tulishaikabidhi juzi. Lakini Selela tunakuja, yaani maana yake mheshimiwa, ile ya juzi tulipozungumza kule nimekwisha ifanyia kazi. Alafu tutakwenda, tulishaongea na Mula wakati fulani, yuko hapo pale Moita, lakini takuwa Loso hilo mijava Loso hilo ndewe. Kwa hiyo Monduli, nataka niseme kwamba kwa jinsi tulivyo anza ushirikiano, tunavyofanya kazi pamoja katika eneo hili la elimu, tutaendelea kuja. Kuna mazungumzo yanaendelea kati ya shirika na baadhi ya waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Monduli. Msikasirike, kule Mbashi ni kwako, lakini vile vile Ngaroji nilikuwa namuona mheshimiwa hapo, na maeneo mengine, na hivi karibuni tutakuwa na mazungumzo kule Makuyuni Mswakini na nazawadi nayo ayela deme ureka na kuna do na vigia nara anasinte yoko nanali, na ni kwa sababu ya moyo wako, sio mbinafsi. Umefanya kitu cha maana. Haya ndio maendeleo yanayotakiwa kwa sasa hivi. Mimi ninalo ombi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hapa Monduli, halmashauri hii, lakini kata hii ya Lemuoti yenye maendeleo kiasi hiki, wana shida ya barabara. Barabara ni tatizo kubwa, na huku kuna watu wengi na maendeleo yapo mengi. Ili kuwaletea huduma na waweze kufikiwa haraka na kwa urahisi, serikali ione uwezekano wowote ule wa kutengeneza barabara kutoka pale njia panda. Kuna ile pacha inayokuja hivi ipite Lengolwa, alafu daraja kubwa liweke pale kwenye ule mto mkubwa, na hizo barabara zije hapa. Na kama kulikuwepo na mpango wa serikali wa kuunganisha vijiji vyake vya upande huu huku Monduli, Lorkisalie, Lemuoti na kadhalika, na kule Makuyuni, hiyo barabara kusema kweli, ndugu mwenyekiti wa halmashauri, mfikirie sasa iweze kufanyika, kwa sababu idadi ya watu katika eneo hili sasa ni kubwa. Hata watu wakitoka hapa kuelekea Makuyuni ni rahisi zaidi kuliko kuzunguka
kama mlivyozunguka wakati mnakuja. Hilo ndilo ombi langu. Waheshimiwa mko hapo, wananchi wako hapa kwa sherehe hii ya ndugu Lembekure, basi mimi niombe kwamba hilo ndilo ambalo naweza nikaomba kwa niaba yao. Yani imejaa kuanzia jana mpaka leo. Mheshimiwa Katibu, kwanza nikushukuru sana. Jana ulikuwepo na leo umeamua kushiriki na marafiki zangu wengine wote. Mheshimiwa mbunge mstaafu, natambua uwepo wako. Tangu asubuhi unapanda ndege kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki hii, sitasahau katika maisha yangu. Nilipata taarifa yako asubuhi na tukaendelea kuwasiliana na babangu Lenano, tukaendelea kujulishana hali kwamba tumefika wapi kwa sababu ya usalama nchini. Nigara na babangu Mzee Toima, nafahamu ni mdau wetu wa maendeleo kama mwenyekiti wa halmashauri alivyosema. Mtu wa kwanza kuleta wilaya ya Monduli ni mimi. Ndio nimefusha sasa ikaanza kuwatambaza shule zote na wilaya ya Monduli. Lemoti tumeshajenga shule zote, wamemaliza kazi Lemoti. Nilienda ombi kwake kidogo kwa ajili ya nyumba za walimu na naamini kwamba itatekelezeka kwa muda mfupi. Na kushukuru sana katika maisha yangu, kama unavyojua. Sherehe ndogo kubwa tuko pamoja. Najua urafiki upate tu kirahisi. Urafiki ni gharama. Na ukipata watu wanayekudhamini. Lemoti sio sehemu karibu, barabara ni mpofu. Tu anaamua kwenda na kurudi kwa sababu ya nini? Na wewe ni mtu mdogo sana. Lakini kwa kuwa neema ya Mungu yupo, naamini kwamba hakuna mtu ambaye atapata changamoto yoyote njiani.